Nataka kusungumusia kuhusu ndoa ya kisasa. Maana kuna vitu tofauti tofauti ambavyo watu hawavijui. Ambavyo watu wanafanya ndoa zimekuwa mambo mengine. Lakini hawajawahi jua. Ukiangalia katika Biblia, Sara alikuwa mtu mwerevu sana. Yeye alikuwa akiita Abrahamu mume wangu, my lord. Lakini ukiangalia enzi ya kisasa, hasa hii enzi ya kisasa tu sai, utakuta mambo ni mengi sana ambao watu wamejiingisha ndani, majina tofauti sana ambao sikuwahi kusikia hata enzi ya kina mamangu. Kuna vitu utasikia watu wameoana ama wajaoana ama wanachumbiana. Unasikia mtu anaita majina mzuri, pepi, sweetie, kutikuti, biskuiti, hani, sijui nini, majina mazuri sana. Lakini wakati wanaoana, haya majina ataita kwa mtu tu. Na hajui wakati anaita pepi. Yaani wewe mume unaita mke pepi na wewe mke unaita mume pepi. Hakuna ndoa hapo. Maana wakati unaita pepi, hizi akili zinaanza kuakti utoto tu. Utakuta kwa hiyo nyumba, yani wote ni watoto tu. Hakuna mtu mzima hapo. Hata hakuna mtu wa kucorrect mwingine. Wote ni watoto kiakili. Kwa jina tu pepi peke yake. Hata wacha majina zingine hata sweetie ama hani ama sibi tukane, lakini tu jina pepi. Hii ni jina la kitoto kabisa kiakili. Watu hawana mwelekeo kwa pombe. Alafu utakuta mtu anaita mwingine baba. Pipi anaita mzee daddy. Na hili jina daddy linakuja lina affect, maana mzee anaona huyu sio bibi, huyu ni baba yake, ni kama babake tu. Na mume naye anaita mama, mami. Sasa inafika mahali huyu mume aoni kama huyu ni mke wake. Anaona ni kama tu yeye ni mama yake. Ndio utakuta sasa hata wakikaa pamoja, hakuna mtu anachukua mwingine kama ni pipi yake wala ni mume wake. Kwa sababu sasa ni kama wasasi tu. Wasasi, yani ni kama mwingine amechukua mwingine kama msasi tu. Na utakuta mtu amepata mume, yani mume amepata mtoto ya watu mzuri sana mtiifu. Patala ya kumwendesha polepole, sasa atachukua utiifu wake kuweza kumtumikia vibaya. Yani anampeleka vile anataka, chinza apendavyo. Na utakuta pipi naye amepata bwana ni mtu mzuri sana, mtoto wa watu mtiifu sana. Lakini patala ya kumwendesha polepole, anataka ampendue chinza apendavyo. Yani atampendua huku na huku, hata atamwambia hata amfakirie, hata amfulie. Kwa sababu amepata yeye ni mtiifu sana. Yani anamchukulia kuwa kama yeye akili yake haifanyi kazi. Lakini kama Mungu amebariki mtu na mtu mtiifu, na yeye mwenyewe tena akuwe mtiifu, utakuta hii ndoa ni nzuri sana. Hii ndoa itasimama vizuri sana. Lakini utakuta sasa kama ni mwanamke amepata bwana mzuri, anakuwa mkaiti, anakuwa yeye ndio kusema, yeye ndio kufanya nini, anapea huyu bwana pressure inapanda. Utakuta huyu bwana amepata bibi mzuri, pataya kumwendesha polepole, anampandisha pressure, atamfanyia vituko, hata atamletea hata mpango wa kando mpaka ndani ya nyumba kwa sababu ya utiifu wake. Nataka kusema hivi, kuna wengine tena hawajajua jambo fulani. Maana wewe kama mwanamke umeita mume wako majina mzuri, umemuita mazuri, sijui biskuiti, sijui kutikuti, sijui ni nini. Alafu wakati unapata mtoto, unachukua mtoto sasa, yeye ndio kutikuti, yeye ndio sweetie, yeye ndio kila kitu. Huyu mume umemtupa huko. Mume hasikiki ukimuita hata jina moja. Ile mapenzi sasa yamepotelea kwa huyu mtoto. Utakuta sasa mume akili zake zinaanza kupika. Kwa sababu aoni ukimuita haya majina mazuri yenye ulikuwa unamuita. Halafu kitu cha kuharibu sana, unachukua mtoto unalalisha katikati ya kitanda. Sasa huyu mume akipenduka anapendukia kwa mtoto. Akipenduka anapendukia kwa mtoto. Wengine nao wanachukua mpaka mtoto amezaa, mtoto ameacha hapa ameenda kazi. Sasa mchukuu ndiye amekuwa, sasa yeye ndio kulala hapo katikati. Yani mzee sasa hana hata utuifu, hana hata nafasi. Hata asikiko hata mtu kumpenda kama vile ulikuwa unampenda zamani. Ila upendo umerudi kwa wajukuu, upendo umerudi kwa watoto katikati ya kitanda. Alafu pataye mtu anaanza kusema ndoa, sijui ndoa. Wakati unaweka mtoto katikati ya kitanda, unaweka mjukuu katikati ya kitanda, upendo umeishia kwa huyo mtoto. Unatarajia ni nini kingine kitaendelea?
kama ulimsoesha, hata kama umesa, wacha mtoto akae kando upande huu. We lala mahali ulikuwa unalala, katikati hapo. Onyesha upendo chinzi ulivyokuwa ukionyesha. Mtoto akilia, pembeleza mtoto. Anyamasa lale saiti ile ama kitanda chake. We uonyesha upendo uliokuwa ukimuonyesha. Muite biskuiti yako yenye ulikuwa unamuita biskuiti yako. Kuti yako hiyo. Endelea na kuti. Lakini jina ambalo ninakukataza ni jina ambalo linaitwa Pepi na mami na tati. Haya majina yameharibu ndoa. Maana haya majina sio ya wanandoa. Haya majina ni ya utoto, ya umama, ya upapa, lakini sio ya pipi na bwana. We